fa in kana lam yafutuhu shay'un min as-salah, ikiwa hakukosa chochote katika sala, kaanza na imamu mwanzo mpaka mwisho, fala sujuda alayhi, atakuwa yeye hana sujud. Wa dhalika hatta la yakhtalifa ala imam, ili isiwe kwenye jambo la kumkhalifu imam, atamfuata imamu mpaka amaliza naye. Wa in kana qad fatatuhu rak'ah, lakini ikiwa je kuna rakaa ilimkosa, anadaiwa ataimaliza peke yake, fa akthar au zaidi ya rakaa moja, qadaha, atailipa, wa sallama, atatoa salam, thumma sajada lisahwi, kisha ataleta sujudu sahwi, wa sallam, atatoa salam. Wa hadha as-sujudu min ajli al-julus alladhi zadahu athnaa qiyam al-imam ila ar-rabi'a, na kikao hichi kitakuwa na sujudi hii itakuwa kwa ajili ya kile kikao ambacho alikizidisha yeye wakati wa kiamu cha imamu kwenda ya 4. Kwa ili aje alete peke yake, iwe kuna rakaa anadaiwa, atailipa peke yake. Ikiwa hadaiwi rakaa, hata kama kazidisha, litakuwa ni juu ya imam, yeye hatoleta sujudu as-sahwi. Nimefahamika? Wal khulasa, yatabayanu lana, ufupisho wa maelezo, panabainika kwetu, mimma sabaqa, yaliyotangulia, anna sujuda sahwi, kwamba sujudu sahwi taratan yakunu qabla as-salam, muda mwingine inakuwa qabla as-salam, wa taratan yakunu ba'dahu, na muda mwingine inakuwa ni baada ya salam. Fayakunu qabla as-salam fi mawdi'ain, inakuwa qabla as-salam katika sehemu mbili. Al-awwal, ya kwanza, idha kana an naqsin, itakapokuwa kuna upungufu. Na hili ya kwanza itakapokuwa kuna upungufu, li hadithi Abdullah ibn Buhaina anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam sajada lis-sahwi qabla as-salam hina taraka at-tashahhud al-awwal wa sabaqa dhikruhu al-hadith bilafdhi, dhikru al-hadith bilafdhi. Naomba uzingatie vizuri hapa, kuna pungufu hapa, sawa? Kuna mapungufu hapa, sawa? Ameacha kitu, hakuna ziada. Ile hali ya jana tuliyotaja ni ziada. Hali ipi? Ametoa salamu kabla ya kutimiza sala, atakuwa una ziada ya salamu ngapi? 2. Kwa hiyo iwe baina ya ziada na naqs. Tumesema ile inakuwa kabla au baada, ile baada ya salamu. Hapa kuna pungufu kaliacha, sawa? Apungufu kaacha pungufu hapa, itakuwa ni qabla as-salam. Athani, sehemu ya pili, idha shakka, idha kana an shakkin, itakapokuwa yupo katika shakka, lakini kadhalika lam yatarajjah fihi ahadul amrayn, hapa kupata nguvu ya moja ya mambo mawili, hapa kunakuwa qabla as-salam. Kwa maana kinyume chake kipata nguvu inakuwa baada ya, لحديث أبي سعيد الخضري في من شك في صلاته فلم يدر كم صلى 3 أم 4، حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد سجدتين قبل أن يسلم، وسبق ذكر الحديث بلفظه. na imetangulia kutaja hadithi katika tamko lake. Kuna maneno ya Sheikh Raslan, Allah yahfadhuhu, si ndo hadithi imetangulia huko nyuma, haina haja ya kuisoma, sawa? Na kuna nukta hapa, ويكون سجود السهو بعد السلام في موضعين، na inakuwa sujudu sahwi baada ya salam katika sehemu mbili. Al-awwal, ya kwanza, idha kana an ziyadati, itakapokuwa kwa ziada, idha kana an ziyadati, li hadithi Abdullah bin Mas'ud hina salla an-nabiy sallallahu adh-dhuhra 5, fasalla adh-dhuhr rak'atan fadhakkaruhu, walimkumbusha ba'da as-salam fasajada sajdatayn thumma sallam, walam yubayyin anna sujudahu ba'da as-salam min ajli annahu lam ya'lam bi ziyada illa ba'dahu.
hapa kubainika kwamba sujudi yake baada salam kwa ajili tu kwamba hakubainikiwa na ziada isipokuwa baada. Fadalla ala umumi alhukmi, imejulisha juu ya umumi ya hukumu. Maana ingelikuwa sema huyu kajua baada kwamba kishamaliza, sawa. Ingelikuwa sasa kabla kumaliza angeliwaambia kwamba nimeleta mimi sababu tushamaliza, lakini mtu akibainikiwa basi alete, lakini hakuwaambia. Yaonesha kwamba umum hii. Wa anna as-sujuda 'an az-ziyada yakunu ba'da as-salam sawa'un 'alima biz-ziyada qabla as-salam au ba'da as-salam. Wa min dhalika, na katika hilo, idha sallama qabla itimami salatihi nasiya thumma dhakara fa atammaha fa innahu zada salaman fi athna'i salatihi fayasjudu ba'da as-salam, kama tulivyotaja, sawa. لحديث أبي هريرة حين سلم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر أو العصر من ركعتين فذكروا فأتم صلاته وسلم ثم سجد للسهو وسلم وسبق ذكر الحديث بلفظه. الثاني نكتة يا بيلي ambapo inakuwa ni baada ya salam, idha kana fi shakkin tarajjaha fihi ahadul amrayn, itakapokuwa amepata shaka na akapata nguvu moja ya mambo mawili. Li hadithi ibn Mas'ud radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam amara man shakka fi salatihi an yataharra as-sawaba fayutimma alayhi thumma yusallim wa yasjud wa sabaqa dhikru al-hadithi bilafdhihi, sawa. Wa idha ijtama'a alayhi sahwani mawdi'u ahadihima qabla as-salam wa mawdi'u ath-thani ba'da. Umeelewa hiyo? Yani amepata sahau mbili katika sala. Kuna sahau moja ipo qabla as-salam, ama qabla as-salam tumesema tarajjah am lam yatarajjah, na ya pili akapata. Kwa kuna mara mbili, kuna moja inamwajibikia kabla na moja inamjibikia baada. Faqad qala al-ulama yughallibu ma qabla as-salam fayasjudu qabla, ataifanya hiyo ina nguvu hiyo kabla ya salam kisha ataleta kabla. Mithalu dhalika shakhsun yusalli adh-dhuhra faqama ila ath-thalitha wa lam yajlis litashahhud al-awwal, amesali mtu wa dhuhuri akasimama rakaa ya tatu kabla kukata tashahhud, amesimama moja kwa moja hakukata tashahhud. Wajalasa fi ath-thaniya yadhunnuha ath-thaniya, ath-thalitha yadhunnuha ath-thaniya, rakaa ya tatu sasa ndo akakata tashahhud, akajua hii ni rakaa ya pili. Thumma dhakara annaha thalitha, kisha akakumbuka hii ni ya tatu. Fa innahu yaqumu wa yati bi rak'ah, yatasimama ataleta rakaa, wa yasjudu lis-sahwi thumma yusallim, atasjudu kisha atatoa salam. Fa hadha ash-shakhsu taraka at-tashahhud al-awwal, huyu ameacha tashahhud al-awwal ambaye ni naqsu hii, ama naqsu hii ni qabla au baada? Qabla. Wa sujuduhu qabla as-salam, wa zada julusan fi ar-rak'ati ath-thalitha, lakini amezidisha rakaa, amezidisha kikao katika rakaa ya ngapi? Ya tatu. Wa sujuduhu ba'da as-salam, na sujudi yake inakuwa ni baada ya salam. Faghallaba ma qabla as-salam wallahu a'lam, kwa talita qabla ya salam. Wallahu as'alu أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لفهم كتابه وسنة رسوله والعمل بهما ظاهرا وباطنا في العقيدة والعبادة والمعاملة، وأن يحسن العاقبة لنا جميعا إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Kuna sujudu sahwi moja haijaelezwa, inakuwa na khiari, yani maamuma na khiari baina ya kusujudu au kuto sujudu, sawa. Na baadhi ya nuskha zimeeleza, yani wewe mfano umeingia na imam, umeingia rakaa ya tatu au ya nne, sawa. Ingia rakaa ya nne au ya tatu, imam rakaa ya kwanza ndio
alikosea, sawa, na alichokosea anatakiwa sujudu baada ya salam na sio kabla. Akiwa kabla ya salam utakwenda naye hata kama hukuhusika na lile kosa. Yani yeye umeingia ya tatu, yeye kakosa raka ya kwanza au ya pili, sawa, kwa alipotoa sujudu kabla salam utakwenda naye. Ikiwa ni baada ya salam wewe huidiriki, utainuka, si ndio? Kwenye kosa ulikuwa humo. Unachoona ukasema mwisho wa sala una khiari wewe baina ya kuileta ile au kutokuileta, kwa sababu wewe hukuhusika na lile kosa, lakini ulikuwa na imam, unimaliza na imam, kwa una khiari baina ya kuleta sujudu sahwi au kuacha kuleta sujudu sahwi. Ama itakapokuwa kosa linakuhusu na umekosa rakaa na sujudu inakuwa ni baada ya wewe hutoleta na imam, sawa, kitoa salamu utafanya nini? Utainuka, utakuleta mwishoni mwa swala. Na kitabu alhamdulillah kimemaliza kwa risala, kwa maelezo imemaliza. Tamma tahriruhu biqalam alfaqih ila Allah ta'ala Muhammad as-Salih al-Uthaymin ghafara Allah lana wa lahu waja'ala al-jannata mathwana wa mathwahu innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Naam, na swali sasa katika nukta sujudu sahwi. Huu ndio utaratibu alioeleza Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi, na ametoa dalili, sawa, kabla baada ametoa dalili. Al-Allama Ibn Baz katika fatawa anasema ikiwa mtu manake amepata shaka, sasa hiyo sujudi ni kabla au baada, kasahau, kafanya kosa limetokezea la naqsi mathalan, au tunafahamu naqsi sisi inakuwa ni kabla, lakini yeye akawa hakumbuki ni kabla inakuwa au baada. Yumkin hili jambo, yani kila ukijaribu kukumbuka Sheikh Ibn Uthaymeen alisemaje hapa, haikujii. Khiyari ipo kwako, imma an taatiya qabla salam au ba'dahu, na itasihi. Kwa nini? Kwa sababu hukukumbuka wewe wakati gani inaletwa. Ukikumbuka afdalia kuileta katika maudhi yake, ndio jambo bora kuleta katika maudhi yake, imma qabla salam au ba'da salam. Hukukumbuka kila ukitafakari haiji, intaharra as-sawab wama asabta, bas fa'alayka an takhtara ma tasha, imma an ta'tiya qablahu au ba'dahu. Utaileta qabla salam au baada salam, na jawabu liko ni jawabu ambalo litakusanya maneno ya Abu Umar, Allah mhifadhi ndugu yetu huyo, sawa. Hii ni namna ya sujudu sahwi inavyokuwa. Nafikiri kwa hapo itakuwa imetosheleza katika wajhu fulani. Zipo aqwali zingine zimeleta tafsili ya nyingine, sawa. Sisi kwanza tutosheke na hichi biidhnillah tabaraka wa taala. Tukapofika mbeleni inshallah kuna aqwali nyingine ambazo pia nazo ni sahihi, na hizi pia nazo ni sahihi. Kwa tufanyia kazi hichi inshallah. Tumomba Allah azza wa jalla tunufaishi kwa hichi na atupe udhibitifu katika yale ambayo yamo humu ndani. Katika upande huo biidhnillah tumemaliza kwa wajhu huo. Kwa tambii tu na maelezo mafupi katika mhadhara wa jana ambao aliofanya Sheikh Abdul Fadhili, Allah mhifadhi. Kwanza ule mhadhara ulikuwa ni mhadhara, niseme ni mhadhara uliosimama sawa, na kama tutatakiwa tutoe zile nuqat, kila tuna nukta nyingi sana za kutoa katika ule mhadhara, kwa maana alikusudia. Sasa mhadhara ule unazaa moja mambo mawili, moja zuri, moja baya. Jambo zuri utazaa himma ya mtu kwenye kusoma, kadhalika kujipima ile juhudi aliyokuwa nayo. Mfano tu umetoja mfano wa vitabu vya lugha. Sasa kila ukiangalia wewe huoni ndani pale. Wewe ndo kwanza kuna alqawaidu an-nahwiyya, yani qawaidu an-nahwiyya amekiandika yule Ummu Salama, amesema ni tashili ya ajurumia. Kabla kuingia ajurumia unaanza na qawaidu an-nahwiyya ili uwepesi kuingia katika
Ajurumia hatujaianza bado, tutategemea inshallah tuianze baada ya kumaliza kaida nahwu. So kijiangalia umri ulionao na ndio kwanza upo hapa na vitabu vilivyotajwa pale tena hiyo ni nyenzo ya ilmu, sio manake ghaya, kwa sababu kuna ghaya na kuna wasail wa ilmu. Sawa, ilmu al-ala zaitwa ulumul ala, nahwu, usulul fiqh, usulul hadithi, usul fi tafsir, ulumul ala, elimu za nyenzo. Kwa ukijiangalia kwa upande wa vitabu, sio kwamba tu huvijui, pia nyumbani huna. Vile vitabu vilivyotajwa si kwamba huvijui tu, nyumbani pia huna. Pengine kuna wengine ndo kwanza nasikia jana, kina Qatrun Nada ndo kwanza kaisikia jana, ambayo ina shuruhati idda. Sawa, sasa hili litakuamsha himma kwamba mimi bado, tena bado sana, niache jeuri, au sio? Niache jeuri. Mara moja niliwaambia wanafunzi, kwa nini kwamba mwanafunzi anatakuwa angalau kwa mwaka amepita vitabu vya nahwu vilikuwa vingapi? Nikutajia 40. Ukiacha vile vitabu vya daraja vile tadarruji zile, sababu kuna vitabu tadarruj ametaja jana, Jurumia. Kamaliza Jurumia usome shuruhati zake japo 2-3 amezitaja pale shuruha za Jurumia. Sawa, ukimaliza hapo unaingia Mutammima. Sababu Mutammima amya kuitimiza Ajurumia, tukiacha Jurumia kaja kaandika yeye Imam Raini kukamilisha Ajurumia Mutammima. Kisha baada ya Mutammima akataja Durratul Yatima ambayo tumesoma hapa cha Al-Hadrami. Kisha ukimaliza hapo uingie kwenye mulha kwanza, Imam Al-Harim Mulhatul I'rab ametaja pale tadarruji hizi. Lakini kati ya tadarruji hizi kuna vitabu katikati huku vya kuvimeza meza na kuvipitia tu bila hata tadarruj, ni wewe mwenyewe tu nyumbani ukawa navyo, ambavyo mmoja kueleza baadhi ya nahwu na tatbiqu nahwi, ambavyo walinunua nafikiri tatbiqu nahwi uenayo ndani kwa ajili ya kuonesha baadhi ya vitu. An-nahwu al-kafi, kuna an-nahwu al-wafi, kuna jami'u ad-durusi al-arabi, uenavyo vitabu vipitia kama ni marjaa yako. Kuna hizi daraja mbali, hizi zataka yale yalozungumzwa pale. Hii nukta pili unaniache kwanza. Ya kwanza ndio hiyo, maana yake uwe na himma katika jambo la kusoma na kununua vitabu katika nyanja zote tulizozungumza. Kazungumzia masala ya fiqh kwanza, kisha kama katika kawaidu alfiqhiyya. Sawa, kadhalika usulul fiqh, sababu ni vitu viwili tofauti. Kawaidu alfiqhiyya ni mbali na usulul fiqh ni kitu mbali. Kaelezea pale na vitu vingine vyote kavielezea, upate himma katika jambo la kusoma. Hili ndo ambalo yeye kalikusudia. Atumuomba Allah azza wa jalla tupe hiyo himma. Kwa hiyo sasa ule umri ulionao uchukue leo, ukifika nyumbani utie kwenye mizani, na hicho ulichokusanya kitie kwenye mizani. Utajua kwamba wewe ulicheza sana. Pamoja na kucheza kwako, si Allah akakupa uhai, unaweza kudiriki kile ambacho ulikikosa, uweza kukidiriki sasa kutumia, lakini speed sasa iwe kubwa zaidi kuliko ile ya mwanzo ambayo ulikuwa unayo. Sasa mimi nikwambieni kama mnaniona labda alhamdulillah akapata mtu ambaye mnafika naye na alibomoa kweli kweli, maana kabomoa kwa nyanja zote, kuanzia maduati mpaka talibul ilm mubtadi, kuanzia juu kaanza kubomoa mpaka chini. Sakira, kwa sababu kuna maduati wengine wamekaa kitako nao pia hawasomi, ashamaliza hapa na nishafika tayari, hafungui vitabu. Tunatakiwa asome, kuna kusoma, kuna bahthi ya kupitia yeye mwenyewe, kuna ziada ya masomo yeye mwenyewe na hivi na hivi. Yaani mtu ana utaratibu wa kusoma. Allah tuwafikishe katika hilo. Jambo la pili ambayo baya katika mazungumzo yale ambayo yanatokezea, huenda kwa mazungumzo yale sasa pakapatikana jazba. Mtu akabeba jazba sasa sana jazba. Kuna himma mbali na jazba mbali. Marama al-imla jumlatan dhahaba anhu jumla. Kataka sasa nisome kwa jazba, hufiki kokote. Tunasomeshwa Alfiya ibn Malik, Ajurumia hujasoma ndo kufanya nini? Mimi nikisema nitaonekana labda muovu. Sasa mtu anakwenda kusoma Bulughul Marami, 40 an-Nawawiyya haijui. Tena Bulughul Marami unajua kuna usomeshwaji wa aina tofauti.
Kuna usomeshaji wa amma hapa ambao hapa unakuwa hauzingatii mustawayati, na ndio maana mtu anakuwa maelezo mengi kwa sababu anataka watu wote wamuelewe. Kuna usomaji ule wa khassa, ule wewe kama rubana na wewe hujasoma Umdatul Ahkam, unaenda kufanya nini kwa siku hadithi 40 50? Unaenda kufanya nini wewe? Utatokana nini pale? Siku moja aliingia mtu mmoja akaniambia kitabu Tauhid, alikuwa anasikiliza darasa ya Muniru Saadi, Abu Mundhir Muniru Saadi. Sasa toa maelezo huyo, kweli ana maelezo kama mdhibiti yepi hayapo, mdhibiti kama yepi hayapo. Nikamwambia hizi durusi za kusikiliza online za mashekhe, kwanza fata watu wakufahamishe, hujui anayesomesha mustawa gani na wewe uko mustawa gani. Wewe ukajifika ukajiingiza wewe kwenye mustawa ambao haukuhusu. Kuna mambo yakaelezwa pale wewe huelewi. Kuna watu fulani walikwenda Pongwe, wakaenda wakasoma Pongwe, kuna darasa maalum ya mutammima. Sasa wao wakawa wanasikilizia kwa mbali ile mutammima, wao hawajasoma hata Jurumia, unakuhifadhi Qur'ani kule. Sema kwa hawaelewi, naambia ndiyo, kwa sababu yule sio mustawa wako, huwezi kuelewa. Ukiingia pale unakwenda kuchukia somo ile, somo utalichukia. Mwanafunzi wa form 1 shuleni ukamsomeshe mathematics, linear programming, wanasoma mathematics wanafahamu. Linear programming ni topic ya form 4, sawa? Sasa wanafunzi wa form 1 anataka wasomeshwe number, odd number, even number, whole number, fraction. Unakwenda kumsomesha wewe region na kuwa shaded na kuwa hii hapa, hii graph yako ukikata hapa, hii kwa greater than or equal utashade this region. Form 1 unamsomesha na kuelewa, si anakwenda kulichukia lile somo au hatadichukia? Hesabu ni ngumu, anachukia somo na mwalimu wa somo. Kuna mwalimu wa hesabu yule anakuja darasani afinya uso hivi, abasa watawalla. Kwa nini? Anjaa mudarrisu riyadiyat, pale tu basi kamfanya yeye akasirike kwa sababu ya mwalimu wa hesabu. Sio, mnanifahamu? Kwa hiyo taratibu wa usomaji usikutie katika jazba. Ile mazungumzo kwa muda shekhe pale, ili ni miaka ile, wakati miaka ndio unaelewa yale mambo, sio miaka miwili mitatu. Na alikuwa akisisitiza pale miaka 7 10 alikuwa na maana yake. Sasa wewe ushambwa miaka 7 10, unataka miaka mitatu ufahamu yote yale, ndugu yangu utachanika msamba, sawa? Kwa hiyo chukulia maelezo vizuri ya kupe himma, usiwe na haraka. Ukifa hali ya kuwa unasoma, hata kama hukufika kule, hulaumiwi muda wako katika njia ya kusoma. Kuna mzee wetu, Allah mhifadhi, huyu hapa, sijui, lakini darasa zangu mimi paka anaghiba ananiambia, sawa, akanizidi kwa umri na nizami mimi, Allah mhifadhi. Hakusoma nyuma kule, akifa katika hali kama hii ambayo hakudiriki kule juu, kafa katika khairi, kwa sababu katika ile njia ambayo itakikana awepo. Asana mhimidi Allah kwamba kamdiriki hali ya kuwa yuhai kasoma. Kuna wengine ambao walikuwa na umri nao yeye walishakufa hakudiriki jambo la kusoma. Niomba ruhusa bana, mimi leo nitakuwa sipatikani. Imamu wetu mkuu, Allah mhifadhi, na umri alionizidi mpaka kughibma, kana niomba idhini. Mimi ni maamuma wake hapa, sio imamu mkuu. Imamu mkuu ni yeye, lakini kadiriki katika jambo la kusoma, yupo katika njia. Na wewe sasa alhamdulillah umri wako ni mdogo bado, una nafasi katika umri kama wake yeye, ni mtu wa kutoa fatwa tena. Lakini ikiwa utapita njia zake, ukiwa hupita njia zake, utafika miaka 20 tukikwambia irabisha bismillahir rahmanir rahim, utakhiari uambiwe panda mbinguni, utaona rahisi.
kwa kuirabisha bismillahir rahmanir rahim. Tunamwomba Allah azza wa jalla atupe himma ya kusoma na tupite mapito yake, tuache jazba katika jambo la kusoma, utafeli mapema. Innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.